Ni ukweli usiopingika kwamba matumizi duni ya vifaa vya usalama na kupuuza sheria za usalama barabarani ni miongoni mwa sababu kuu zinazochangia ajali, kusababisha vifo, majeruhi pamoja na uharibifu wa miundombinu. Jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, limekuwa likiyalenga na kuyafikia makundi yote ya watumiaji wa barabara ili kuhakikisha maisha yanapewa thamani. Safari hii waendesha bodaboda, maguta na bajaji wameitikia wito na kukusanyika eneo la Mkata, wilaya ya Handeni, mkoani Tanga. SSP Mbunja Matibu ni mkuu wa dawati la elimu kwa umma katika kikosi cha usalama barabarani. Ameambatana na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoani Tanga, mkuu wa kikosi hicho wilaya ya Handeni, pamoja na maafisa wengine wanaohusika na elimu kwa umma. Sisi hapa wote karibu, labda wachache, na hata wachache si wana wazazi. Wazazi si familia. Kwa hiyo sisi wenye watoto tuna wazazi. Hizo familia zinapenda tuje kazini salama, lakini baada ya kazi turudi. Tumekuja kusisitiza usalama wetu kwanza. Tumeelewana? Tunapenda kuona kabisa katika eneo letu hili la Mkata usiwe na ajali za ubebe za bodaboda. Kuto kujua sheria ndio tunapelekea ajali na haraka zisizokuwa na msingi wowote. Barabara huzungumza na dereva, na kila wakati una nafasi ya kuchagua kati ya usalama au kifo kupitia maamuzi ya sekunde chache tu ukiwa barabarani. Msisitizo mkubwa kwa makundi yote yaliyofikiwa, hususan bodaboda, maguta na bajaji, ni matumizi sahihi ya vifaa vya usalama. Usikubali kuingia barabarani hujavaa helmet. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na helmet yako au kofia ngumu. Hapa kuna mtu ambaye hajui helmet. Kofia ngumu kwa jina lingine. Tujitahidi, zinauzwa madukani kidogo bei, lakini tukazane tujitahidi, kwa sababu usalama wako kwanza. Lazima uwe na helmet yako unaingia barabarani. Sawa yani hiyo ni kama uniform yako, lakini pia uwe na reflective jacket kama aliyevaa kaka yangu hapa. Zipo za rangi ya njano, zipo hizo za orange, kwa sababu hiyo inakusaidia sana hasa nyakati za jioni. Dereva mwingine anakuona kwa mbali kabisa. Kwa hiyo atachukua hatua za kukukwepa au za kuhakikisha kwamba wewe unabaki kuwa salama. Sawa Upakizaji wa mishkaki, abiria zaidi ya mmoja hairuhusiwi. Abiria ni mmoja na wewe dereva mmoja, kwa hiyo kwenye pikipiki mnakuwa wawili. Sawa Lakini helmet utavaa wewe na abiria wako. Tunafahamiana? Lakini taa yako utaiwasha wakati wote barabarani. Taa yako utaiwasha wakati wote unapokuwa barabarani, naye inakusaidia unakuwa unaonekana barabarani. Sawa Kingine, tusitumie vilevi tunapokuwa tunaendesha vyombo vya moto. Sheria imekataza tusitumie kilevi cha aina yoyote. Sababu unapokuwa umetumia kilevi, maamuzi yako yanakuwa sio sahihi. Unakuwa kama una wenge kidogo. Kwa hiyo unakuwa huna maamuzi sahihi barabarani. Barabarani tunajua kuna vyombo vingi vinapita. Kuna watembea kwa miguu, kuna mabasi, madereva malori. Kuna vyombo vingi vinapita barabarani. Kwa hiyo tuhakikishe hatutumii vilevi. SSP Mbunja anawakumbusha pia vijana kuhusu mihemko wawapo barabarani. Lakini mwendo kasi. Kuna bodaboda wengine wanakwenda mwendo kasi, mwendo hatari sana. Hasa vijana wanakuwa na mihemko ya ujana. Kwa hiyo mwendo wetu uwe wa wastani, usizidi kilomita 50 kwa saa. Mwendo usiwe mkali. Tunaelewana? Mwendo ukiwa mkali, ukutana na changamoto njiani, huwezi kujizuia. Kwa hiyo unaweza kupata ajali. Tupunguze ile mihemko, tuende mwendo mzuri, tusiende mwendo wa kasi. Kampeni ya usalama barabarani mwaka huu inaongozwa na kauli mbiu isemayo familia yako inakusubiri, zingatia usalama. Na kwa mujibu wa mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoani Tanga, mrakibu mwandamizi wa polisi Wile Joas Mwamasika, si familia tu inayokutegemea bali hata serikali. Ni hasara kwa taifa kupoteza hata mtu mmoja tu kutokana na uzembe barabarani. Serikali inawategemea sana, hahitaji hata mmoja apotee, kwa sababu sisi sote ni Watanzania, lakini tuna mchango mkubwa kwa nchi yetu na kwa serikali yetu. Sawa jamani? Hakuna mtu ambaye anategemea kwamba mtu akienda kazini asirudi, akirudi labda amekuwa mlemavu. Hata familia inataka ukirudi kutoka kazini urudi kama ulivyotoka, yani ukiwa mzima. Na si mategemeo yetu
yanayotokea ni majaliwa, lakini hayo majaliwa kuna mahali unatakiwa lazima yakwepe kwa kuweka juhudi binafsi. Unajiandaa kisaikolojia na unajikumbusha elimu kwamba kumbe hapa kuwepo. Unaangalia hata mistari kwamba hapa kumbe mstari sitaki kupita hili gari. Sawa yani wewe mwenyewe unajionya. Kule kujionya kwako ndo busara ya kwako wewe kuwa mzima na kuendelea kuwa salama. Endapo elimu hii itazingatiwa na watumiaji wote wa barabara, hususan bodaboda, si tu italeta heshima kwa waendesha bodaboda, bali pia itabadilisha mitazamo hasi inayowafanya waonekane kuwa na makosa hata pale wanapokuwa sahihi wakiwa barabarani. Kwa jina naitwa Mkumbuko Atibu Makoja, ni mwenyekiti wa Maguta Mkata. Nashukuru kwa kupokea ugeni wa leo kutoka ngazi za juu na kuja kupata elimu iliyokuwepo ni thabiti. Tunashukuru sana kwa hilo mheshimiwa. Naomba sana haya tuliyozungumza tukayafanyie kazi ili tutekeleze ambayo tuliokusudia. Kwa majina naitwa Hafizi Sufiani Mdugwa, ni mkazi wa Mkata. Cha kwanza mimi napenda kutoa shukrani. Napenda kutoa shukrani kwa maafisa wa usalama barabarani kwa sababu wamekuja kutoa elimu kubwa sana ambayo sisi vijana hatukuijua. Kuna wengine tulikuwa tunafanya usafirishaji lakini hatujui maana ya sheria barabarani. Unakuta mtu anaendesha tu chombo cha moto lakini hajui afanyeje, unakata atakuwa kufanya vipi. Kwa hiyo mimi niwashukuru maafisa ambao wanatulinda na wanatuongoza katika masuala ya usafirishaji barabarani kuja kutupa elimu, na pia naomba wasichoke, waendelee kuja baada ya muda kwa sababu kuna wengine hapa hawajaipata hii elimu. Kwa naomba wajitokeze tena kwa mara nyingine waweze kutokea hii kwa sababu ni faida sana kwetu sisi. Hii ni TriGen Media na mimi ni Dennis Mwasalanga.